Hapa ni nyumbani kwa ndugu Emmanuel Nko, baba wa mtoto mwenye ulemavu wa viungo, ambaye alizungumza na Gadi TV kwa mara ya kwanza, akieleza changamoto aliyopitia yeye na mwanae aitwaye Elisha Emmanuel baada ya kutelekezwa na mama yake mzazi miaka 12 iliyopita katika hospitali ya Tengeru na kuacha ujumbe ya kuwa auawe maana si mtoto aliyetarajia kumzaa. Gadi TV imefika katika familia hii na kujionea maendeleo ya baba huyu na mwanae, ambapo ametueleza kuwa katika michango aliyoweza kuchangiwa amefanikiwa kuagiza tofali 3,000 za kuchoma kwa ajili ya ujenzi wa nyumba mpya ambayo ataishi yeye pamoja na mtoto wake. Aidha, amesema kupitia michango hiyo amefanikiwa kufufua kibanda chake cha kuuza mahitaji madogo madogo ya nyumbani, ambapo hapo awali alikifunga kutokana na kufilisika baada ya kuuza mali zote ili kumtibia mtoto wake mwenye ulemavu wa viungo. Kwa upande wa shirika la kusaidia watu wenye mahitaji mbalimbali kupitia kwa mkurugenzi wake Gladness Liamuya, amekabidhi msaada wa kiasi cha shilingi milioni 2 kwa baba huyo ili kumsaidia kujikimu kimaisha yeye pamoja na mwanae. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Jina yangu naitwa Emmanuel Edward Kiriama Nko. Asanteni sana Gadi TV kwa kunitembelea nyumbani. Nyumbani penyewe ndio hapa. Kwanza napenda kumshukuru Mungu kwa mchango niliopata kiasi fulani, ndio mnavyoona nimefungua banda hapa ili kuendelea kumlea mwanangu. Nimeagiza gari lori 2 za mawe, nimeagiza tofali 3,000 za kuchoma. Lengo langu ni kujenga ili mtoto aweze kukaa nyumba kutokana na baridi huku, maana unavyoona nyumba yenyewe ndio hiyo. Changamoto ninayopata kwenye hii nyumba ni kwa mfano mvua ikinyesha, baridi na yani ardhi ya huku inakusanya maji sana, maji yana ndani panaloa, na ikinyesha mvua ya upepo ikinyeshia ukuta, udongo huku wetu ni udongo mfinyanzi, unabomoka unaangukia kitandani. Kwa hiyo tena pale naona ni hatari tena kwa mtoto, azaangukiwa hata na udongo ikamletea shida mtoto. Kwa kweli nimejisikia furaha sana, na nilikuwa nimefika mahali mpaka moyo nilikuwa nimeshaanza kukata tamaa, lakini kwa Gadi TV walivyonirusha hewani kwa mchango niliopata, kwa kweli nimejisikia vizuri na moyo umerudi pale pale kama mwanzo. Ndio. Yapi matarajio yako sasa? Matarajio yangu ni kujenga nyumba simame ikamilike ili kukaa na mwanangu vizuri, na mchango nitakaopata kama utakuwepo mwingine endelevu kidogo ili niweze kufungua biashara kadogo kama mnavyokaona hapa, kama kanaweza kuongezeka ili niweze kumlea mtoto wangu. Unavyojenga nyumba sawa, nyumba imeisha, lakini bado ule mtoto hawezi kaa kule mwenyewe ukatafute. Kwa hiyo hapo ni vizuri sana hata Mungu angeweza kuendelea hii iliyowagusa, wangeendelea kunichangia mchango ili niweze kufungua na kaduka fulani ili niweze kaa na mwanangu pembeni yangu, niweze kukaa naye karibu, maana kwa kumwacha hawezi kubaki mwenyewe. Na utamani alelewe na mtu? Hapana, mtoto wangu hawezi, sitamani alelewe na mtu mwingine kutokana na huku nyuma nilivyotoka, vitu nilivyoviona. Nilishajaribu alelewe na mtu, lakini vitu yani kama sikuchangamka, yana kama sikushtuka kuwai, tungekuta mtoto atuko naye tena. Ndio maana nikaamua kubaki na mtoto wangu kwa mateso aliyokuwa anayapata nilivyokuwa namwacha mwenyewe. Kwanza anajisikia huzuni, maana kwanza amuoni baba, maana mimi ndo ananifahamu, mimi ndo nimemlea mpaka hapa amefikia. Kwa hiyo akiangalia tu akiona watu sura nyingine, nadhani mwenyewe anajisikia huzuni, anaona kama vile namtenga. Nitakaguswa na huu mkasa, naomba msaada kwa mchango wao, utakao nitumia kidogo, tashukuru sana. Na namba yangu inapatikana kwa 076 86 220 26. Jina linakuja Edward Kiriama Nko.